Ninawashukuru sana Mwanashamba, Askofu Mkuu na Askofu Msaidizi kwa kunipokea, kunisomesha, kunilea na kuniongoza katika safari hii ya wito. Mmenionyesha upendo na hekima ya kiroho ambayo imenisaidia kufikia hatua hii. Mungu awabariki na awape nguvu zaidi katika huduma yenu kwa kanisa. Mapadre wapendwa, ninawashukuru kwa malezi, ushauri na mfano wa maisha ya kiroho mlionionyesha kwangu. Mmenionyesha njia ya kujitoa kwa Mungu na kwa watu wake, na mmekuwa walimu wa kweli. Ninaomba muendelee kunisaidia kwa sala na ushauri ili niwe padri mwaminifu na mnyenyekevu. Mungu awabariki sana katika huduma yenu ya kikuhani. Kwa heshima kubwa na unyenyekevu, ninakushukuru sana Padre Kelvin Mwaluganda kwa mahubiri yako yenye hekima na nguvu ya kiroho. Maneno yako yamekuwa mwanga na faraja, yakinifundisha na kunitia moyo katika safari yangu ya imani. Baba Kelvin Mwaluganda, nakushukuru sana. Ninawashukuru watawa wa kike na wa kiume kwa sala zenu na kujitolea kwenu kwa huduma ya kanisa na watu wake, ambazo vimekuwa msaada mkubwa kwangu. Naomba muendelee kunisaidia kwa sala zenu ili niwe chombo safi cha neema na huduma. Mungu awape faraja katika wito wenu. Kwenu wa seminari, ninawashukuru kwa mshikamano na urafiki mlionionyesha katika safari ya malezi ya kipadre. Urafiki wenu na moyo wa kujitolea umekuwa faraja na msaada kwangu. Endeleeni kusimama imara katika sala na masomo yenu, na ahidi kuwaombea ili Mungu awape neema ya kudumu katika wito wenu huo mtakatifu. Ninawashukuru wazazi wangu kwa malezi, sala, upendo mlionipa tangu udogo wangu hadi leo. Japo haikuwa rahisi kuniruhusu kujongea hatari ya Bwana. Kwa wale mnaoifahamu familia nzenu hapa, tupo watoto 4, wa kike 2, wa kiume 1. Na mwaka 2007 kaka yangu nikiwa namaliza kidato cha 6 alipata ajali mbaya ambayo ilipelekea kumfanya hivyo alivyo. Ikawa ngumu sana kwa wazazi kuniruhusu kwenda seminari, lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu nilikubali kwa maneno yao, nikaenda kusoma masomo mengine, nikamaliza. Na baada ya kumaliza nikarudi tena kwao kuwaomba kwamba sasa wazazi, mimi bado ile sauti ya Mungu naisikia katika nafsi yangu. Siwezi kuishi ule wito tunataka mimi niishi. Kwa kweli, kwa moyo wao wa upendo waliniruhusu. Na mwaka 2018 nilipoenda kujiunga na malezi. Wazazi wangu nawashukuru sana kwa moyo wa kuitoa kwa kanisa. Endeleeni kusimama imara katika sala na masomo yenu. Endeleeni ila imani yenu na kujitolea isingefika hapa. Mmekuwa msingi wa imani na maadili ambayo ameniongoza hadi kufikia daraja takatifu ya upadre. Mungu awabariki na kuwapa maisha marefu na yenye furaha tele. Wapendwa sana dada zangu na kaka yangu, kwa moyo wa shukrani na furaha ninatambua nafasi yenu ya kipekee katika safari yangu kufikia daraja takatifu ya upadre. Mmekuwa nguzo ya upendo, mshikamano na msaada katika maisha yangu. Nawashukuru sana kwa sala zenu, kwa kunitia moyo katika changamoto na kunisaidia kudumu katika imani. Dada zangu na kaka yangu, nawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Mimi sina cha kuwalipa, na mimi ndiye mtoto wa mwisho. Mmenilea, mmenisaidia pale nilipopata changamoto, mmekuwa msaada kwangu. Nawashukuru sana dada zangu na kaka yangu. Wapendwa sana makatekista, ninawashukuru kwa bidii yenu na kwa moyo wa jitoleo katika kuhudumia taifa la Mungu. Mmekuwa walimu na mashahidi wa imani kwa waamini, na mchango wenu umenisaidia sana katika safari yangu ya wito. Mungu awabariki na kuwapa nguvu ya kuendelea na utume huu muhimu katika kanisa. Ninawashukuru sana waamini wote kwa sala zenu, mshikamano na upendo mlioonyesha katika safari yangu ya wito. Ninyi ni familia ya imani ambayo imenisaidia kusimama imara na kufikia hapa nilipo. Naomba muendelee kunisaidia kwa sala zenu ili niwe chombo safi cha huduma na neema kwa kanisa na jamii nzima. Mungu awabariki na awape amani ya Kristo katika maisha yenu yote. Wanakwaya wapendwa, ninawashukuru kwa sauti zenu na moyo wenu wa kuimba kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Asante sana kwa muda wenu wa kufanya mazoezi